Kuna baadhi ya viumbe ambaye baada ya kuumbwa kwao, ni viumbe hawana mwisho. Wakati vitu vingine na viumbe vingine vitakuwa vinamalizwa, hao hawatomalizika. Ziko aina nane. Ya kwanza nitaeleza kwa haraka ndio tupate kujua yale ambayo ni muhimu kwetu sisi Waislamu. Ya kwanza ni al-arsh, ni arshi ya Mwenyezi Mungu. Hichi ni kiti cha enzi cha Mwenyezi Mungu. Ar-Rahmanu ala al-arshi istawa, al-arshu al-karim, al-arshu al-majid. Mwenyezi Mungu ameelezea arshi. Hii arshi, ndugu zangu, Mtume sallallahu anasema ina sifa tatu. Sifa ya kwanza ni a'dhamul makhluqat, kiumbe iliyokuwa kubwa katika viumbe vya Mungu ni arshi ya Mungu. Wewe taja viumbe vyote ambavyo Mungu ameviumba pamoja na mimi na wewe, basi kiumbe iliyokuwa kubwa kuliko zote ni arshi ya Mwenyezi Mungu. Ukubwa wake inabebwa na malaika 8 na iko juu ya maji. Wa kana arshuhu ala alma, hawa malaika 8 wayahmilu arsha rabbika yawma idhin fawqahum 8. Hapa malaika 8, baadhi ya wanazuoni na tafsiri wanasema ni malaika walopanga safu 8, na hii safu haijulikani mwisho wake ni wapi. Malaika mmoja kulingana na hadithi ya Mtume anaibeba arshi ya Mungu, bega lake moja hii ni sawasawa na mtu kusafiri miaka 500 labda kwa usafiri wa ngamia. Bega lake moja ndo kiumbe iliyokuwa kubwa kuliko viumbe vyote. Sifa ya pili, wa huwa athqalul makhluqat, na ndo kiumbe iliyokuwa nzito kuliko viumbe vyote, arshi ya Mungu. Wa a'laha, na ndo kiumbe iliyokuwa juu kuliko zote. Kisha nyingine ambayo ya pili ambayo haina mwisho, baada ya kuumbwa kwake itakaa milele, ni al-kursi. Baadhi wanazuoni wanajaribu kuelezea kwamba arshi ya Mungu na al-kursi ni kitu kimoja. Hichi ndio hiyo jina tofauti, lakini wanazuoni wengi wanakataa, wanasema hapana, arshi ni kitu tofauti na kursi. Mwenyezi Mungu alivyotaja katika ayatul kursi, ndio maana ikaitwa ayatul kursi, wasi'a kursiyuhu as-samawati wal ard, yani upana wa kursi ya Mwenyezi Mungu ni sawa na upana wa mbingu na ardhi. Na hapo ndo sehemu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaweka miguu zake, mawdhi'i ar-rijlay ar-rahman. Anaweka vipi kaifia yake? Yaliqu bijalalihi wa adhimi sultanihi. Mwenyezi Mungu mwenyewe ndo anayejua, na inaambatana na sifa zake na utukufu wake. Hakuna anayejua mambo haya. Mungu anavyoona, Mungu anaona. Mungu anavyosikia, sivyo kama wanavyoona viumbe. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Hakuna kinachofanana na Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu anaona na Mwenyezi Mungu anasikia. Lakini namna Mungu anavyoona sivyo ninavyoona mimi na wewe ama viumbe wengine. Mimi na wewe, hii macho yangu na yako inaweza kufika mahali fulani isione tena, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anavyoona. Mfano, hii dunia sasa hivi, Umoja wa Mataifa imethibitisha kwamba ulimwengu, idadi ya watu walioko duniani sasa hivi ni watu bilioni 7. Basi Mwenyezi Mungu anawaona bilioni 7 hao wote kwa wakati mmoja. Tumo hapa katika msikiti wa Rahman, tunasikiza khutba. Mungu anawaona wote wengine duniani. Nani anafanya nini? Nani anasema nini? Nani ana nia gani? Hata ile jambo ambayo hujafikiria kuifikiria, Mungu ashajua tayari, huyu bwana anataka kufikiria nini. Na si binadamu tu, viumbe wengine wote, wadudu, sisimizi, ndege, wanyama, mpaka yale matawi ambayo yanadondoka kutoka juu ya mti duniani. Sasa hivi mfano ni saa 7 kamili Saa 7 kamili sasa hivi duniani
yameanguka matawi mangapi? Mungu anajua yote hayo. Na ndani ya bahari, ambaye bahari ndio imeibeba sehemu kubwa ya ardhi, 75% ya ardhi hii ni bahari, ni maji. Mungu anawaona viumbe wote walioko mle ndani na anawakidhia haja zao, kila kitu chao. Sasa usije ukaambiwa hapa ndo sehemu ambaye Mungu anaweka miguu zake ukaanza kupiga matafsiri ya viumbe. Hakuna anayelingana na Mungu wala anayefanana na Mungu, na kaifia yake namna alivyo ni yeye mwenyewe ndo anaijua. Sisi tunataja vile tulivyoelezwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe na ndio tulivyoelezwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la tatu ambayo haina mwisho toka ilipoumbwa, haitokuwepo na mwisho, ni pepo za Mungu. Janna, aljinan. Hii pepo haina mwisho. Yeyote atakayeingia peponi basi apate kujua ataishi humo ndani milele. Na inshallah Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie miongoni mwao. Jambo la 4 ambayo haina mwisho ni moto wa Jahannam. Naru Jahannam, an-niran. Yeyote atakayeingia motoni, kuna wengine watatolewa baada ya hukumu yao. Mfano, mtu amehukumiwa siku moja, wengine wamehukumiwa wiki, wengine mwezi, wengine mwaka, wengine miaka, na kuna wengine wataishi humo ndani milele, katika makafiri na wale ambaye ni washirikina na wengineo. Na ukihukumiwa siku moja ndani ya moto wa Jahannam, wa inna yawman 'inda rabbikum ka'alfi sanatin mimma ta'uddun, siku moja mbele ya Mungu siku ya kiyama ni sawasawa na miaka 1000 hapa duniani. Sifikiri kwamba itakuwa ni mambo rahisi. Hizi ni vitu viwili, pepo na moto, hazina mwisho toka ilivyoumbwa. Wala usije ukadanganyika na fikra za watu kwamba iko siku moto wa Jahannam naye itazimika. Bali hadithi ambayo imo ndani ya Sahih Bukhari, siku ya kiyama Mtume sallallahu anawaambia maswahaba kwamba wakati watu wa peponi wako peponi na watu wa motoni wako motoni, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalingana, atawaita watu wa peponi na watu wa motoni. Katikati yao ataigeuza kiumbe kwa namna ya kiumbe, ataileta katikati yao, na huyu kiumbe ni kondoo. Atawauliza watu wa peponi, jamani, mnamjua huyu? Anaonyesha kondoo huyo manake. Watamwambia naam, tunamjua. Na watu wa motoni, je, mnamjua? Watasema naam, tunamjua, kwa sababu wakati wa kufa kwao walimuona. Ni nani huyo? Ni mauti. Kila mmoja atakapokuwa anafariki ataiona mauti. Ndio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatoa amri hiyo kondoo ichinjwe katikati ya watu wa peponi na watu wa motoni. Kisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atalingania, atasema ya ahlal janna khuludun wala maut, enyi watu wa peponi kaeni milele wala hakuna mwisho. Wa ya ahlan nar khuludun wala maut, na enyi watu wa motoni kaeni milele wala hakuna mwisho. Jambo la 5 ambayo haina mwisho toka kuumba kwake, na hapa ndo mahallu shahid, ni al-arwah, roho za binadamu hasatan. Hizi hazina mwisho. Wakati binadamu alipoumbwa, Adam alayhi salam, na mimi na wewe tulipokuwa ndani ya tumbo ya mama zetu, hichi roho ndo ilikuwa kitu cha mwisho kiliingizwa ndani ya mwili wako na wangu, na ndo wewe na mimi tukawa binadamu. Na ndo kitu ya kwanza itakayotolewa wakati wewe na mimi tutakapokuwa tunaondoka hapa duniani. Na ndo wakamuuliza maswahaba, wanamuuliza Mtume, wa yasalunaka anir ruh, wanakuuliza roho ni kitu gani hii? Wa yasalunaka anir ruh qul ruh min amri rabbi, waambie roho anayejua ni amri ya Mungu peke yake. Na wakati wewe na mimi tutakapofariki, roho itatolewa na mambo yako itakwisha, itapelekwa mbinguni. Wanasema baadhi ya mufassirin kulingana na hadithi, utakapokuwa ndani ya kaburi itarudishwa tena, utakalishwa, utaulizwa maswali, baadaye tena itakuja kutolewa baada ya adhabu ya kaburi na mengineo. Kuna wengine wataendelea nayo, lakini wakingojea hukumu mbele ya Mungu siku ya kiyama. Jambo la 6 ambayo haina mwisho toka kuumbwa kwake na haitokuwepo na mwisho ni ajbu dhanab. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema kwamba kullu ibn adam yaakuluhu at-turab illa ajbu dhanab minhu khuliq wa fihi yarkab.
Ajbu dhanab maana yake kuna mfupa juu ya makalio kwenye kiuno chako wewe na mimi. Hii mfupa ndo mfupa ambaye wewe na mimi tulipoanza kuumbwa iliumbwa hicho mwanzo. Mtume anasema mtu atakapozikwa ardhi hii itakula kila mmoja wetu, miili yao italiwa isipokuwa hiyo mfupa juu ya makalio hapa. Unajua lugha safi, lugha sanifu, unapozungumza mbele ya watu na heshima, hasatan vijana, sema juu ya makalio, usitaje lugha nyingine chafu. Na hapo ndo mahali ambapo siku ya kufufuliwa binadamu ataanza kuotea kutoka hapo. Wafihi yarkab, ataota, itaanza kuja miili yake yote, mifupa zingine, ngozi, kila kitu chingine kitarudi mahali pake, lakini itaanzia hapo. Hii haina mwisho hata ikiwa ndani ya kaburi. Jambo la 7 ambaye haina mwisho toka kuumbwa kwake ni kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyotaja ndani ya Qur'an. Mwenyezi Mungu anasema dhalikal kitabu la raiba fi. Na katika aya nyingine Mwenyezi Mungu anasema wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. Ziko aya nyingi inafanana hizi. Tumetaja mwanzo katika surati al-Baqara dhalikal kitabu la raiba fi. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema kullun fi kitabin mubin. Dhalikal kitabu la raiba fi na kullun fi kitabin mubin. Ni kitabu gani ambaye inaikusudiwa? I hope guys mmejifunza katika video hii. Usisahau kushare, subscribe na comment. Nashukuru kwa muda wako.